Hello wadau wetu wa KingoFarm, karibuni sana. Sasa leo tutaangalia tiba 3 za macho kwa kuku. Tiba 2 nitakazo kutajia ni tiba za asili ambazo zinatibu vizuri kabisa, unazipata bure. Lakini tiba 1 kama utakuwa umeshindwa kupata hizi tiba za asili, basi utaweza kuinunua hiyo tiba ya dukani. Kwanza kabisa macho kwa kuku yanakuwa yanasababishwa na vitu mbalimbali. Kitu cha kwanza ambacho kinaweza kikawa ndo sababu kwenye ugonjwa wa macho kwa kuku ni ukosefu wa vitamin. Kuku ukikaa muda mrefu bila kumpa vitamin yoyote kama ni ya asili au ya dukani, ukawa unampa tu chakula bila kumpa vitamin, huwa anapata shida ya macho. Sasa akikosa vitamin A huwa anapata shida ya macho. Na hapa utajuaje? Utaona jicho moja ndo halioni, au analifunga jicho moja linakuwa halioni, jicho lingine linaona ila linakuwa halijavimba wala halina kidonda chochote. Yeye anakuwa tu analiziba, haliwezi kuona kabisa. Jicho moja linakuwa limefunga kabisa, halioni. Ukimchunguza hana mafua, yani hakoromi wala hapigi chafya, lakini jicho lake moja halioni na wala halijavimba. Basi ujue hao kuku wako hujawapa vitamin kwa muda mrefu na wana upungufu wa vitamin. Sasa huu kama hawa wanatibiwa tu kwa kuwapa vitamin. Kama ulikuwa huwapi vitamin, basi wanunulie vitamin, ila vitamin nzuri ya kuanza nayo ni ile Introvit. Kwa sababu Introvit ina kiwango kikubwa sana cha vitamin A. Kwa kama kuku wako wana hii changamoto, wape tu Introvit, wanunulie Introvit, wape kuku wako. Utaona kuku wako wanaendelea vizuri kabisa. Na changamoto ya pili ya macho kwa kuku huwa inasababishwa na mafua kuwa makali. Mafua yanapokuwa makali, yale mauchafu yote yanakuwa kama maugali huwa yanaenda kujaa kule usoni kwenye macho, kwenye yale macho yao kule ndo huwa yanaenda yanajaa yale madude. Kwa hiyo yanapojaa yale maugali kuku anakuwa na shida ya macho, anakuwa haoni, anatoa machozi, baadaye anatoa povu, na baadaye ndo jicho linaziba kabisa, linajaa, linakuwa halioni. Sasa huyu kuku namna anavyotibiwa ni tofauti na namna nyingine atakazotibiwa, kwa sababu hapa ugonjwa wenyewe unakuwa ni mafua makali. Maana mafua yapo ndani lakini yameathiri mpaka macho. Kwa hiyo pale kwenye yale macho yao utakuwa na maji yako ya uvuguvugu na kitambaa laini kama pamba. Utayasafisha yale macho vizuri kabisa kwa maji ya uvuguvugu. Hayo maji ya uvuguvugu utaweka na chumvi kidogo, usiweke chumvi nyingi, weka tu chumvi kidogo. Kwenye yale maji ya uvuguvugu koroga vizuri kabisa, chomvya kwenye kile kitambaa, halafu nenda kakuangue vizuri kabisa. Nenda kakuangue, yani kuangua ule uchafu wote kwenye macho yote mpaka utoke wote kabisa. Utakapoisha ule uchafu wote, hapa sasa utakuwa una kipande cha aloe vera. Kama utakosa aloe vera, basi unaweza kutumia majani ya mbaazi. Majani ya mbaazi yale huwa tunayaponda ponda kale kamchuzi kake. Usiweke na maji, yani yakamue yenyewe. Labda kama utaweka vimaji ni kidogo sana, ila uhakikishe ule mchuzi wenyewe umetoka kwenye yale majani ya mbaazi. Na pia kama ni aloe vera utaenda kuupaka ule ute wake. Kwa hiyo kama utakuwa una aloe vera utatumia, au kama utakuwa una majani ya mbaazi pia utatumia. Utaenda kukamulia ule mchuzi wake kwenye yale macho, na kama ni aloe vera basi utapaka vizuri kabisa kwenye yale macho baada ya kuwa umeyasafisha. Aloe vera yenyewe huwa inaweza kupambana na bakteria, kwa sababu jicho lile utakapokuwa umelisafisha utakuwa umeondoa ule ute wa jicho. Jicho linabaki kuwa kavu kabisa. Kwa hiyo utakuwa umeweza kuwatoa wale, unaweza kuwalinda kwa kutumia ile aloe vera, kwa sababu jicho linapokuwa kavu ni rahisi sana kushambuliwa na bakteria ambao wanaweza kuwashambulia macho yao. Kwa hiyo utakapopaka aloe vera, basi aloe vera ina uwezo mkubwa wa kupambana na wale bakteria, lakini vile vile inafanya waweze kupata ule ulaini au ule utelezi wa kwenye macho, ili macho yaone. Hayatakiwi kuwa macho makavu kabisa, yani umeishia tu kuwasafisha alafu ukawaacha. Hapana, hapo utawasababishia upofu. Kwa hiyo macho yale yanahitaji ulaini. Sasa hapa unaweza kutumia hata mafuta. Kama una mafuta, wengine waga wanatumia mafuta, wanatumia sana mafuta yale ya ng'ombe. Wanapaka kwenye lile jicho, yale mafuta ya ng'ombe unayapaka vizuri kabisa, ili lile jicho liweze kupata ule ulaini, liwe na uwezo wa kumove, lipate kama ile hali ile ya utelezi. Unaweza ukapaka yale mafuta halafu ukaja ukapaka hii aloe vera, au unaweza ukapaka aloe vera peke yake kama umeyakosa yale mafuta. Lakini kama unataka utumie mchuzi wa majani ya mbaazi, basi hapa lazima utapaka kwanza mafuta yale kwa ajili ya kulainisha, halafu utakamulia ule mchuzi wa mbaazi. Sasa ule ndio dawa. Ile dawa ina uwezo wa
kutibu hayo macho, lakini vile vile ina uwezo mkubwa sana wa kupambana na vimelea wowote wa magonjwa ambao wanaweza wakaattack lile jicho kutokana na ile hali ambayo wanayo wale kuku. Sasa kwa changamoto hii ya mafua makali mpaka inayopelekea kuku kuvimba macho, baada ya kuwatibia haya macho na ukahakikisha kabisa haya macho yanaona, sasa inatakiwa uende ukatibu haya mafua makali, ukawape dawa ambayo inaenda kutibu kabisa haya mafua ambayo yako ndani yao. Unaweza kutumia dawa za asili au dawa za dukani. Kwa wale ambao watapenda kutumia dawa za asili, tunawashauri mnunue kile kitabu chetu cha tiba za asili ili usipoteze gharama, kwa sababu kwa hatua hii ya mafua unaweza ukawa unawapa dawa za dukani unawapa, lakini yani mabadiliko kuyaona kabisa, yani kuku wakiwa wamepona kabisa inakuwa ni mtihani. Kwa hiyo ili kupunguza gharama, huwa tunashauri watu watumie za asili, kwa sababu unazipata bure kabisa bila gharama yoyote, na matokeo yake yanakuwa ni makubwa. Wakati mwingine anaweza kuzidi hata zile dawa za dukani kama utachanganya vizuri, michanganyo yako utatumia vipimo sahihi. Unaweza ukapata matokeo mazuri kabisa kuliko ukatumia dawa ya dukani. Kwa hiyo hapa tunawashauri mnunue kitabu chetu cha tiba za asili ambacho kinauzwa shilingi 10,000 tu, ila kina uwezo wa kutibu magonjwa yote ya kuku. Kitakuelekeza namna ya kuchanganya mimea mbalimbali ili uweze kutibu magonjwa yote ya kuku. Hiki kitabu ni soft copy, ukilipia unatumiwa WhatsApp, lakini vile vile tuna vitabu vingine 4. Jumla tuna vitabu 5 ukiunganisha na hicho cha tiba za asili. Hivi vitabu vingine pia vitakupa miongozo maalum ya kuwafuga kuku. Kwa mfano kama una chotara au layers, wana kitabu chao cha safari ya ufugaji, kimeelekeza kuanzia kuwahudumia vifaranga mpaka wanakuwa wakubwa. Kuna kitabu cha ufugaji wa broiler ambacho kina maelekezo yote ya kumfuga broiler kuanzia day 1 mpaka unamuuza. Pia tuna kitabu kingine cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Hii kina miongozo yote ya kuwafuga kuku wa kienyeji, kuwazalisha kwa wingi, namna ya kutotolesha mayai wao kwa wao na kadhalika. Kuna maelekezo mengi ya kuwafuga kuku wa kienyeji. Pia kuna kitabu kingine cha mwongozo maalum wa ufugaji wa kutumia tiba za asili. Hiki kitabu kinakupa mwongozo au ratiba kamili ya kutumia booster za asili kila siku kwa kuku na ukapata matokeo mazuri, matokeo makubwa ambayo yatakufurahisha. Haya matokeo yatapishana kabisa na yule anayetumia booster za dukani kama utakuwa unatumia kila siku booster za asili na namna ya kuchanganya na ratiba kamili ya kuwapa kila siku booster mbalimbali. Kila kitabu pia gharama yake ni shilingi 10,000, lakini vile vile kwa wale ambao wanahitaji kutotolesha mayai tuna kile kitabu cha incubator. Kile kitabu cha namna ya kutengeneza incubator simple ya bei rahisi kabisa. Kwa yule mfugaji wa kuku wa kienyeji ambaye anatotolesha mayai machache, basi tunaelekeza namna ya kutengeneza incubator. Darasa hili ada yake ni 10,000. Ukilipia tunakupa miongozo yote ya video zile za kutengeneza, lakini pia tunakupa na kitabu. Ukilipia tu shilingi 10,000 tutakupa uone zile video namna ya kutengeneza, na kitabu tutakupa ambacho kinaelekeza hatua kwa hatua za kutengeneza incubator za bei rahisi. Ipo za kutumia box, lakini vile vile unaweza kutumia material yoyote ambayo ni ngumu. Pia kama unahitaji incubator, tunauza incubator za mayai 60 na kuendelea, lakini pia kama unahitaji vile vifaa vya kutengenezea incubator tunaviuza, tunaagiza mikoani kwa uaminifu mkubwa sana. Sasa tuendelee na mada yetu ya macho, swala la macho kwa kuku. Kitu cha tatu ambacho kinasababisha magonjwa ya macho kwa kuku ni ndui. Ugonjwa wa ndui nadhani wengi tunaufahamu. Kuku anakuwa na vipata vipele maeneo ya kuzunguka jicho au mwilini mwake, ila sasa huwa kwenye macho. Sasa kuku anapokuwa na changamoto hii ya ndui kwenye macho, macho yake huwa yanaziba, halafu anatoka na vidonda au vipele kuzunguka lile eneo la jicho. Sasa huyu kuku huwa tunamtibia kwa vitu mbalimbali, nategemea kama una jiki basi unaweza kuanza kwa kumpaka jiki, halafu ukampaka aloe vera. Ile jiki unakuwa kama vile unasugua vile vidonda, unavisafisha vile vidonda kwa kutumia jiki. Jiki ni hii ambayo inatumika kwenye kufulia nguo, utasafisha halafu utampaka aloe vera. Lakini pia kama una limau au ndimu, unaweza kuanza kwa kumsafisha na limau au ndimu vizuri kabisa, halafu ukampaka ule ute wa aloe vera. Hizo zote ni dawa ambazo zitakusaidia kutengeneza haya macho. Lakini pia baada ya hapo utaenda kuwatengenezea mchanganyo ambao unatibu sasa huu ugonjwa wa ndui, kwa sababu huu pia upo ndani. Kule kwenye macho kumekuonyesha tu dalili. Baada ya hapo utaenda kutengeneza kwenye maji mchanganyo ambao unatibu ndui. Na dawa ya ndui dukani haipo. Ipo tu dawa ya asili. Kwa hiyo kama una kile kitabu chetu cha tiba za asili, pale utaenda kuna sehemu tumeandika tiba ya ndui, utawatengenezea